Sasa leo nataka tuangalie vitu vingine vitano ambavyo unaweza ukavifanya ukapunguza uzito milele. Vitu vitano ambavyo unaweza ukavifanya ukapunguza uzito milele. Napokuwa tunasema kupunguza uzito milele, namaanisha katika namna ambayo ni endelevu. Kwa sababu kupunguza uzito ni jambo rahisi tu. Hata usipokunywa maji, ukienda kupima baada ya siku moja mbili, utakuta uzito wako umepungua. Lakini sio kitu ambacho ni endelevu. Labda ukitumia, kuna dawa ambazo huwa wanakunywa watu za kupunguza uzito, za kuharisha. Yaani unakunywa dawa, unaharisha, unatapika, unaweza kupunguza kilo 3 ndani ya siku moja. Wakati fulani nikiwa hospitali nilipata mgonjwa, mama mwenye miaka 35 hivi, alitumia dawa za kupunguza uzito, kupunguza kitambi. Sasa zile dawa zikamfanya akaharisha sana, na bahati mbaya siku ile alikuwa nyumbani peke yake. Kwa hiyo aliharisha ile asubuhi, mchana, mpaka jioni, mpaka kwenda usiku. Wanapokuja kurudi family members wengine, ndipo akaja kumleta hospitali. Alikuwa amechoka sana. Sasa unapiga picha, vipi kama yule mama angebaki peke yake katika hali hiyo hadi kesho yake? Huenda angepoteza maisha, au angepata degedege, au angekuwa katika hali mbaya sana kwa sababu tu ya anataka kupunguza uzito. Na hiyo ni nadharia ambayo si nzuri, kwa sababu unapokuwa unapunguza uzito, labda unapunguza uzito katika namna ya kutaka kuharisha. Kumbuka mafuta hayapo kwenye mfumo wa chakula. Yaani sio kwamba unavoharisha vile umepungua uzito kwa maana ya kuchoma mafuta. Kwa sababu unapokuwa unapunguza uzito kuna mambo makubwa matatu. Kuna swala la mafuta, kuna swala la mifupa, alafu kuna maji na misuli, vitu vinne. Kwa hiyo inawezekana unapunguza uzito, kama unapunguza uzito kwa kuharisha, maana yake umepoteza maji mengi pamoja na electrolytes, tunazita kama madini ambayo huwa yanaenda pamoja na maji. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukaingia katika hatari ya kupata degedege, au kazimia, au hata kufa kabisa kama ukiharisha kwa muda mrefu. Na hivyo unakuwa haujapunguza kabisa mafuta ambayo tunayalenga kuyapunguza. Sababu kitambi ni mafuta. Mafuta yapo nje ya mfumo wa chakula, yapo kwenye zile seli za mafuta ambazo ziko nje kabisa ya mfumo wa chakula. Kwa hiyo ukiharisha haupunguzi uzito. Unatakiwa kuyasaidia yale mafuta ambayo umeyatunza kama nishati ya ziada yaweze kuchomwa. Hapo ndipo unakuwa umepunguza uzito katika namna ya kiafya ambayo tunaitaka. Sasa tunapokuwa tunazungumzia kupunguza uzito milele, tunakuwa tunazungumzia kupungua katika namna ambayo itakuwa ni endelevu. Sio kama swala la quick fix na haraka program fulani hivi ya kunywa juice ya wiki 2 alafu upungue. Kumbuka unapofanya kitu fulani ukapungua, alafu kile kitu ukakiacha, maana yake utarudi kule ulivyokuwa kabla ya hapo, kwa sababu tabia yako ndivyo ambavyo inafanya uweze kupungua au usipungue. Sasa vitu vitano ambavyo nataka uvizingatie unapokwenda kupunguza uzito milele. Ni rahisi sana. Naomba ufungue masikio yako, chukua kalamu uanze kuandika, kwa sababu vitakusaidia sana. Kitu cha kwanza ni kuzingatia ubora wa chakula. Zingatia ubora wa chakula. Sasa wengi tumekuwa tukikazana kuzingatia wingi wa chakula. Yaani ile kwamba nataka nipunguze uzito, sasa unapunguza zile kiasi cha chakula ambacho unapakua. Nilizungumzia jana kuhusiana na swala la calorie restrictions, changamoto zake. Lakini ili upungue vizuri, unaweza ukala chakula kingi kwa kadri ambavyo mwili wako unahitaji na bado ukapungua uzito, endapo kama utakula chakula ambacho ni bora. Sasa chakula bora tunatulishia mwishoni pale kwenye neno la Mungu linatuambia kwenye Mwanzo 1:29 kwamba Mungu ametupatia mimea yenye mbegu pamoja na matunda yenye mbegu kuwa ni kama primary diet ya kwetu. Vingine vinakuja kama kuongezea mboga, nyama, samaki na nini, ni vitu vya kuongezea, lakini Mungu ametupatia mbegu hizi ziwe kama chakula chetu. Kwa hiyo ukitaka kupungua kirahisi bila kutumia maneno mengi, jitahidi kuongeza vyakula ambavyo vinatokana na mimea katika uasili wake. Yaani usifanye kama diet fulani. Yaani katika ule utaratibu wako tu wa kula asubuhi, mchana, jioni, ongeza vyakula
ambao vinatokana na mimea katika uasili wake viwe kwa sehemu kubwa zaidi. Yaani lenga at least 80% ya vyakula unavyokula asubuhi, unavyokula mchana, unavyokula jioni viwe vimetokana na mimea katika uasili wake. Utasema dokta, vyakula vya mimea katika uasili wake maana yake ni nini? Vyakula vya mimea katika uasili wake inamaanisha kuna makundi yale ya vyakula vya mimea. Kwa mfano kama nafaka. Ukisema nafaka tunamaanisha nafaka nzima. Yaani kama ni mahindi hayajakobolewa, hayajasagwa. Kama ni ngano haijakobolewa, haijasagwa. Kama ni ulezi, hivyo hivyo uwele, mtama na kadhalika. Namna hiyo. Na mfano hata kama ni nafaka nzima, kwa mfano kama ni labda tuseme ni mahindi, dona. Ile dona ukisaga, kuna namna tayari umeshaichakata. Kwa mtu ambaye unataka kupunguza uzito, inaweza siwe ni idea nzuri sana kula vyakula vingi ambavyo vimetokana na nafaka ambazo zimesagwa. Kwa somo linalofuata tutafundisha jinsi ya kufanya hivyo ili usiongeze pia uzito hata kama unakula ugali au unakula wali namna kama hiyo. Lakini hapa nataka uchukue hii point kwamba ongeza vyakula ambavyo vimetokana na mimea ambavyo havijasagwa. Kwa upande wa nafaka ni kama hivyo. Kundi lingine ni mbegu jamii ya kunde. Kwa mfano kama choroko, mbaazi, dengu, maharage, njegele na kadhalika. Hizo zinazo zinaingia hapo. Kundi lingine la hivi vyakula vya mboga mboga ni hizi mboga zingine. Achana na mboga za majani kwanza. Mboga zingine kama viazi. Jamani, viazi ni mboga mboga. Viazi, magimbi, ndizi za kupika ni mboga mboga. Vyakula kama hivi unaweza kuviingiza pia hapo. Unaweza kukusaidia kwenye safari yako. Kundi lingine ni kama mboga za majani kwa aina zake, na wote wale ambao unazipenda. Kundi lingine ni kama mboga zingine kama nyanya na nini. Kwa hiyo vyakula vyako vikiwa centered around hapo kwenye mimea kwa wingi, vinakusaidia sana kuweza kufanya maisha yako yawe marahisi. Kwanza kupunguza uzito, lakini pia ukifanya hivyo ikawa ni lifestyle yako tu ya kawaida, inakusaidia usiweze kuongezeka uzito. Na hiyo tafiti zimeonyesha kwamba iko very clear kwamba inasaidia kuweza kupunguza uzito. Kingine ambacho ni cha muhimu kwenye hili kundi la mimea, kabla sijasahau, ni nuts. Hizi njugu, sema karanga, korosho, almond, namna hiyo. Zina calories nyingi, lakini sio kwamba zinakufanya uongezeke uzito. Japokuwa watu ambao wanataka kuongeza uzito inaweza kuwasaidia. Ndio uzuri wa asili ni kwamba kama umepungukiwa, uzito wako ni mkubwa, itakusaidia kupunguza. Kama uzito wako ni mdogo, itakusaidia kuongeza. Hivyo hivyo. Kwa hiyo usiogope kwamba hizo nuts pia zitakuongezea uzito. Kwa hiyo ukichukua diet yako ukaicenter around hapo kwenye mimea kwa wingi, hata kama vyakula vingine unakula hapa na pale, lakini vinaweza vikakusaidia kupata matokeo mazuri sana. Jambo la pili, fanya mazoezi mepesi, hasa asubuhi kabla haujala. Mazoezi jana nilizungumza yanachangia kama 15% kwenye kukusaidia uweze kufikia malengo yako. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba unapata matokeo mazuri zaidi hasa kwenye kupunguza uzito kwa maana ya kuchoma mafuta ukifanya mazoezi asubuhi kabla haujala. Wale ambao wanataka kuongeza uzito, mazoezi bora yanakuwa ni baada ya kula. Lakini kama unataka kupunguza uzito, mazoezi yako mepesi kabla ya kula ina mazuri sana. Na hauhitaji kufanya mazoezi makubwa sana. Hata zoezi la kutembea kwa mwendo wa haraka kidogo inakusaidia kuchoma mafuta. Tena ni mazuri sana kuliko mazoezi yale ya magumu zaidi. Na mazoezi haya unaweza kuyafanya hata kama uko busy kiasi gani, hata kama uko mjini, uko busy sana, bado unaweza ukatenga muda wako, ukaweka ratiba yako vizuri ya kazi na mazingira yako ya shughuli, ukahakikisha unapata angalau nusu saa ya kutembea tu asubuhi kabla haujala kitu chochote. Huo ni muda bora zaidi na rahisi wa kufanya mazoezi. Na uzuri ni kwamba tunashauriwa mazoezi yawe sehemu, yani movement ziwe sehemu ya kawaida ya maisha yetu. Usifanye kama ni crash program ya kufanya haraka ili tu upungue alafu baadaye uache. Fanya tu katika namna fulani hivi ambayo inaweza ikawa ni lifestyle yako, upate muda wa kutembea kila siku katika maisha yako. Jambo la tatu ni muda wa kula. Muda wa kula, najua chakula ni cha kwako, umekiandaa mwenyewe, umenunua mwenyewe, unasema usitupangie muda wa kula, ndivyo ambavyo wengi wanapenda kusema. Ni vizuri ukazingatia muda wa kula. Na kama lengo lako ni kupunguza uzito na kumaintain siku zote, jitahidi kuzingatia kwamba ikifika saa 2 kamili usiku
saa 2 kamili usiku usile chakula chochote. Tunasema hivi, hata kama ni matunda ni kweli ni chakula chepesi kuliko kula ubwabwa au kula ugali, lakini haimaanishi kwamba ukila matunda usiku itakusaidia kupunguza uzito. Jitahidi milo yako yote ishie saa 12 hapo, saa 1, na iwe ni kawaida yako, sio ufanye kwa wiki 2 alafu uache. Na ukifanya hivyo, wewe, mume wako au mke wako, watoto wako, wageni watazoea. Ni utaratibu mzuri ambao unaweza kukusaidia kuitunza afya yako kwa ujumla, ikiwemo kutunza uzito wako uwe katika level nzuri. Jambo la 4 ni epuka shortcut na uwe mvumilivu, kwa sababu swala la kupunguza uzito milele au kupunguza uzito katika namna ambayo ni endelevu ni swala ambalo linahitaji, ni swala la maisha yote. Yaani kila siku lazima uwe una check kwamba upo katika hali nzuri. Ni kama tu swala la kiuchumi. Yaani hauwezi kufika mahali ukasema mimi hapa sasa kwenye uchumi wangu nimefika mwisho, sihitaji kufanya jambo lolote. Hapana. Lazima kila siku uendelee kujifanyia analysis kuona umefika sehemu fulani. Kwa hiyo lazima ile lifestyle yako uweze kumaintain. Na hapa mwanzoni kitu ambacho huwa kinawakwamisha wengi ambacho nakiona ni ile swala la kwamba unaweza ukaanza kupunguza labda kilo 5 ndani ya mwezi. Labda una kilo 100, ukaanza utaratibu wa kubadilisha lifestyle yako ukapunguza kilo 5 ndani ya huo mwezi mmoja. Alafu mwezi unaofuata usipungue hata nusu kilo au hata ukaongezeka, licha ya kwamba haujabadilisha kitu chochote. Hiyo inakuja kwa sababu gani? Inakuja kwa sababu unapokuwa unapunguza, unachoma mafuta, kawaida mwili unaanza kurudisha ile misuli ambayo uliipoteza wakati unaongeza mafuta. Yaani unapokuwa unaendelea kuwa na kitambi, unapokuwa na uzito mkubwa, ile uimara wa misuli unapungua. Kwa hiyo unapoanza kupunguza mafuta na kuweka lifestyle ambayo ni nzuri, mwili unaanza kurejesha ule uimara wa misuli. Lakini pia mwanzoni hapa wakati unaanza kuna kupoteza maji, kuna kupoteza mafuta kidogo ambacho unaweza kukupatia matokeo ya haraka, alafu baadaye ukaplateau mahali fulani. Na hiyo huwa inakatisha wengi tamaa na kusema kwamba na kuanza kutafuta visingizio kwamba uzito wangu mimi ni wa kurithi na vitu kama hivyo. Hapana. Ichukulie kama ni sehemu ya lifestyle, na utaona kwamba hata kama kwenye mzani haijapima vizuri, haijaonekana vizuri kama umepungua sana, lakini ukiangalia nguo zako zile ambazo ulikuwa unaanza kuzivaa zamani, zile ambazo ulikuwa huwezi kuzivaa unaanza kuzivaa, kwa maana kama mwili umepungua, kwa sababu misuli hata ikiongezeka inaongezeka katika shape, sio kama mafuta ambayo yanaongezeka kila mahali. Kwa hiyo as long as unajua kwamba unafanya kitu ni sahihi kwa hiyo lifestyle ambayo umeamua kuichagua, hakikisha kwamba unakuwa na mwendelezo, unakuwa na uvumilivu, ukiamini kwamba mwisho wa siku utafikia malengo yako na utaweza kutunza uzito wako. Jambo la 5 la mwisho kabisa ni swala zima la kulala. Tafiti zinaonyesha kwamba ukichukua watu wawili ambao wote wanakula chakula aina ile ile, yani kwa maana ya kiasi na aina, alafu wote wana activities zinafanana, yani kama ni mazoezi wanafanya wote sawa na wana aina ya mili sawa kabisa, lakini wakatofautiana kwenye jambo moja tu. Mmoja analala masaa angalau 6.5 7 hapo kwa siku, na mwingine analala kwa chini ya masaa 5.5 kwa siku. Huyu ambaye analala masaa ya kutosha, kwa maana at least 6.5 kwenda 7 mpaka 8 kwa siku, anachoma mafuta mara 2 zaidi ya huyu mwingine ambaye hafanyi hivyo au analala chini ya masaa hayo. Kwa nini? Yaani maana yake ni kwamba kama wote mna kilo 100, huyu mmoja angepunguza kilo 5, alafu huyu mmoja angepunguza kilo 10 kwa sababu tu ya muda wa kulala, yani ile duration ya kulala. Na hiyo inaonyesha hivyo kwa sababu wakati wa usiku ndio ambao mwili unaweka sawa ile mfumo wake wa hormone. Na unajua unapozungumzia swala la kupunguza uzito, tunazungumzia swala la kuwasha hormone au vichocheo ambao vinasaidia mwili kuchoma mafuta. Kwa hiyo kama wewe haulali usiku muda wa kutosha, au unageuza usiku unakuwa mchana, unalala mchana usiku unakesha, utakuwa na hatari sana ya kuwa na shida ya uzito mkubwa hata kama unajitahidi kula vizuri. Na kitu kingine ni kwamba unapokuwa unalala usiku masaa ya kutosha, tafiti zinaonyesha kwamba kesho yake ile appetite zako zinapungua. Yaani unakuwa unaweza ukaridhika kirahisi na chakula kiasi kuliko mtu ambaye usiku hajalala vizuri. Kwa hiyo hautahitaji kutumia nguvu nyingi kujizuia kufanya calorie restriction, kwa sababu mwili wako wewe mwenyewe
utakuwa unakuamurisha kiasi cha chakula ambacho kinakutosha kuridhika, tofauti na mtu ambaye halali vizuri usiku. Kwa hiyo hivyo ni vitu vitano tu ambavyo unaweza kuvifanya bila kuhitaji nguvu nyingi sana, na wakati fulani inaweza kuonekana ni vitu vingi. Kama umeviandika chini, chagua kimoja ambacho unaweza ukaanza kukifanyia kazi. Yaani usiseme tu ni vitu vingi nitaanza kufanya. Anza na kitu fulani hivi kimoja. Kama vinakuchanganya, chukua hata kimoja hapo. Unaweza ukasema labda mimi nitaanza kuchagua, labda nitaanza kuzingatia muda wa kula. Labda kwenye mambo ya aina ya chakula, labda kulingana na mazingira na namna gani, nitaanza labda na muda wa kula. Tajitahidi ifike saa 1, saa 12 mambo ya kula nimemaliza. Au utasema nitajitahidi nilikuwa silali vizuri usiku, kwa hiyo utajitahidi uanze kulala vizuri usiku. Unaweza ukaongeza tena baadaye ukasema utaboresha quality ya chakula. Labda wewe vyakula vyako vilikuwa ni nyama, chips, soda na nini. Utasema unaanza kuongeza kidogo kidogo vyakula ambavyo vinakuwa vinatokana na mimea zaidi katika uasili wako. Unaweza ukasema labda asubuhi mimi nitaamua nile zangu matunda mengi ya kutosha, au utasema nitakula labda viazi zaidi, nitakula labda mihogo au nitakula ndizi. Namna hiyo katika namna fulani ya kuongeza, na automatically unaweza ukaanza kupunguza hata kama una uraibu wa vyakula ambavyo unashindwa kuviacha. Kwa mfano kuna watu, dada zangu, mama zangu, ambao mnashindwa kuacha chips. Yaani unatamani kabisa, unasema hizi chips leo nakula mara ya mwisho, lakini kesho ukipita kwenye kibanda pale unashindwa kabisa kujizuia. Na hiyo huwezi kushindana nayo kwa nguvu, unashindana nayo kwa akili. Na technique ni kuongeza vyakula vizuri zaidi, na automatically mwili unatengeneza hali ya kuridhika kwenye ubongo, na unakuwa hauna addiction na chakula chochote ambacho kinakushinda kuacha. Iwe ni soda, iwe ni soft drinks, iwe energy drinks, iwe ni vyakula mikango kama hiyo. Automatically mwili unaweza kukusaidia ukashinda kirahisi bila kufanya program nyingine zaidi, kwa kuongeza tu vyakula ambavyo ni vizuri. Kwa hiyo nimeweka iwe simple, lakini iko very effective. Kama ukianza kufanyia kazi leo, hakika yake Mungu atakusaidia kuweza kupata matokeo mazuri. Naamini umejifunza, natarajia uweze kufanyia kazi, kwa sababu Mungu amekuletea neema katika jioni ya leo. Kesho tutakuwa tuna somo zuri ambalo linazungumzia kuhusiana na jinsi ya kujikinga na kutibu pressure ya kupanda kwa mtindo bora wa maisha. Mungu awabariki, tukutane kesho.